Yes, hii ni Feiro Sport Update, tayari kwa ajili ya kukuhabarisha taarifa mbalimbali za kimichezo zile ambazo zinaendelea kupita kwenye nyanja ya mitandao ya kijamii, na kubwa ni kuhusiana na issue ya Wallace Karia ambaye tunafahamu huyu ni rais wa TFF, lakini pia kuna interviews ambazo alikuwa amezifanya hivi karibuni ama recently, na akazungumzia issue ya baadhi ya viongozi kujiona kama wako wasafi lakini wakiwa na makosa mengi. Sasa watu wengi wameichukua hii na kuona kama moja kwa moja alikuwa anaongelea saga ya viongozi wa Young African dhidi ya kauli yao ya kwamba hawatocheza tena mchezo wa marudiano kati ya Simba Sports Club na Young African ambao ulipangwa tarehe 8 na hatimaye ukaota mbawa. Sasa Haji Sunday Manara ambaye ni mdau mkubwa na aliyewahi kuwa msemaji wa vilabu vikubwa nchini Tanzania, nikizungumzia Young African pamoja na Simba, alizungumza na waandishi wa habari, na hoja yake kubwa aliyozungumza ni kuonesha kusikitishwa na kauli za Mheshimiwa Rais wa TFF kwa kusema kwamba amewadharau viongozi wa klabu ya Young African na lazima watoke front waweze kuongea, lakini ikiwezekana rais wa TFF atoke mbele na kuomba radhi kwa uongozi wa Young African. Sasa jana tunafahamu kulikuwa kuna hafla fupi ambayo ilikuwa inafanyika pale mkoani Tanga, ambapo timu ya taifa ya Tanzania iliyoingia kambini ilifika pale kwa ajili ya kuweza kuzungumza na baadhi ya viongozi waliokuwepo pale, akiwepo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Sanaa na Michezo Mwanefei, lakini pia rais wa TFF ndugu Wallace Karia. Na baada ya hapo Karia akawa anazungumza. Baada ya kuzungumza kuna kauli ambayo akawa ameizungumza ikawa imeleta controversial kidogo. Alisema maneno haya: tutazungumza na media za Tanga, media zingine zina mambo yao, kwa hiyo hao tuache tu. Sasa hii kauli imetrendi sana, na kama umepita kwenye mitandao ya kijamii utakuwa umekutana nayo. Sasa Haji Sunday Manara tunafahamu kwamba alizungumza kwamba anahitaji kuomba radhi, na Haji Sunday Manara kupitia kauli hiyo ya rais wa TFF leo hii amekuja na andiko lingine kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hichi ndio kile ambacho amekiandika: hizo media nyingine unazosema zimechafuka ndizo hizo huzitumia kuhamasisha football ya nchi hii, na ndizo zilizokutambulisha kwa jamii. Unachofanya ni ubaguzi wa wazi kama kiongozi mkuu wa soka nchini. Kwa hali hii ushapoteza uhalali wa kuendelea kuiongoza TFF. Akaeka hashtag akaandika Karia must go. Sioni tena kama unastahili kubaki shirikisho kama kiongozi. Umeleta ukanda na umedharau media nyingine za nje ya mkoa wa Tanga. Hashtag Karia must go. Kiburi na majivuno yako yamevuka mpaka ise. Ulevi wa madaraka umekuvaa kisawa. Kiukweli jamaa is too drunk on power to be sober. Na analeta fitna kubwa baina ya media nyingine na za kutoka mkoani Tanga. Hapo ni kama umeenda kuishtaki hizo media nyingine, na hicho unachokifanya tulifanya utotoni. Unashtaki kisha unaambiwa tema mate tumchape. Hashtag Karia must go. Bora ungenyamaza tu kipindi hiki kuliko kwenda kutafuta sympathy Tanga na kuwatumia watu wa kusifu hadi kwenye majukwaa ya iftari. Haikusaidii hata kidogo, cause hata waliokuwa wakikuunga mkono washakuona sura yako halisi. Kwa sasa tupishe tu na makamu wako akaimu huo urais hadi uchaguzi mwakani. Karia must go. Wananchi, hii tuitumie kila mahali kuanzia sasa. Haji Sunday Manara ameandika maneno haya kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hii ni baada ya kauli ya Mheshimiwa Rais wa TFF kuhusiana na kile ambacho nimekusomea hapo na kile ambacho alikizungumza pale mkoani Tanga. Hii inaendelea kati ya Haji Sunday Manara na Wallace Karia. Ukijaribu kusoma baadhi ya comment, wadau wanazungumza kwamba Manara amekuwa na chuki na Karia kutokana na kwamba aliwahi kufungiwa kwenye uongozi wa Karia, lakini wengine wakimuona kama Manara yuko sehemu sahihi na kile anachokizungumza ni sawa. Wewe uko upande gani? Ama kwa hili ni nani anatakiwa afanye nini? Tuandikie hapo chini kwenye comment section. Usiache kulike, share pamoja na kusubscribe Feiro TV ili uweze kuwa kwanza kupata madini yote ya kimichezo kutokea hapa.